Tukae kwanza ili tuzungushe akili tujue tunafanyaje. Una uhakika huko hakuna atakayetupata? Kwa kweli sina uhakika. Ila kikubwa tu tumekimbia. Unajua mimi sikuelewi ujue. Hunielewi kivipi yani? Sasa huko ugenini utaishi kwa nani? Kwani tumekuja kujificha au kuishi? Mwisho wa siku lazima maisha yaendelee Noli. Sasa utajificha tu chini ya miti bila kuwa na cha kufanya? Hapa ni Tanzania. Acha limbukeni wa kuzoea eneo moja. Kwani kazi za Watanzania huwa zinatofautiana? Wewe usije kuniambia kuwa utarudia shughuli zako tena za wizi. Kwani ukipata ofisi ya maua utashindwa kuendelea na biashara yako uliyozoea? Bwana ndugu yangu naomba nikuulize. Bwana nini? Namaanisha wewe. Sawa, endelea kumaanisha hiyo wewe. Hivi anielewi au watu wako wajui Kiswahili? Yaani sio kwamba namaanisha mimi. Nina shida nataka unisaidie. Kumaanisha nini? Hebu funguka basi. Nina swali nataka nikuulize. Oho, swala la kurudishwa katika chumba cha mitendo kitu ambacho mimi sikipendi. Sitaki kurejea utambulisho wangu Noli. Wakitangaza wasifu wake ulikuwa hivi na alikuwa akiuza maua. Halafu huku tena anaendelea kuuza maua. Unataka niwape urahisi wapelelezi kufanya kazi yao? Yaani ni kama sikuelewi Nazila. Au unataka turudi mji tuliotoka ili ukafungwa maisha? Najaribu tu kutafakari ni vipi tutaishi Noli. Si unajua huku ni ugenini na kuna hata anayetujua. Na ndio maana tukaja huku. Maana wakikugundua tu utakamatwa. Ilo ondoa wasiwasi. Maana nina pesa nyingi sana nimeziba. Tutapanga chumba na kuanza maisha huku. Pamoja na pesa zangu, si ndio Mimi nimeiba, wewe umeua. Kwa hiyo hapo talazimika tu kuwa mpole. Sasa sikia Noli. Tutafungua biashara na hizo pesa. Na mimi ndio nitakuwa bosi wako. Imeisha hiyo na haipingwi. Ushakuwa mbabe sio? Kazi ipo. Kazi ipo ndo nini? Haya basi, pita na zako. Bwana una buku hapo kidogo nisaidie nkale. Buku? Nenda maktaba ukachukue buku. Jinga na nusu mmoja. Una nini wewe? Mbona sikuelewi? Huwezi amini Noli rafiki yangu. Mungu wangu nimekwisha. Unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Nimekwisha Noli. Mungu wangu, nimemwona rafiki yake Kibwana. Nini? Sio kweli. Niamini Noli. Mungu wangu, anakuja kutufuatilia.
Hawezi kukosa polisi yule. Mungu wangu, nitajificha wapi mimi nchi? Ina maana ameamua kutufuatilia mpaka huku? Subiri kwanza. Umemwona wapi? Kule bomani nilikuwa nimepata bidhaa zetu. Mungu wangu, hata kununua sijanunua. Yaani ilibidi tu nikimbie kujiokoa. Mbona maisha yanakuwa magumu hivi? Hasa kama unasema hivyo, mimi niseme nini sasa jamani? Kama kuondoka mji huu, tuondoke muda huu. Maana ukiniona nimekwisha mimi, nitaenda jela Nori. Una uhakika kuwa ulikuwa ni wewe, ukuwa na mtu yote mwenye umri wa kukuzidi? Ndio, nilikuwa mimi peke yangu. Nilitoka kutafuta dawa zangu na tukio la hizo litokea pale pale mgawani. Wewe ni mtoto. Kwa nini uliamua kuchukua maamuzi ya kuwakimbiza baada ya kuomba watu wakusaidie? Mimi sio mtoto. Nilipoteza thamani ya utoto wangu tokea wazazi wangu walipopotea na kujikuta naishi katika mazingira magumu sana kabla ya kumpata dadangu Nazila. Dada yako Nazila kwa sasa yuko wapi? Una maswali mengi. Kama umechoka, unaweza ukapumzika. Nitakuhoji siku inayofuata. Basi, uliza maswali yako yote, uyamalize hapa hapa. Una njaa labda nikuagizie chakula? Uliza maswali yako yote polisi, najisi kizunguzungu mimi. Sawa. Hebu ngoja kwanza tumjadili dada yako Nazila. Mimi nahisi itakuwa ametekwa au amefanya kitu kibaya. Maana nyumbani kwake ndio pale ulipopatikana mwili wa yule kaka aliyouawa. Inawezekana kweli tukaenda jela, lakini sio kirahisi namna hii. Sikia nikwambie Nazila, huu mziki niachie mimi, nitaucheza kwa staili inayotakiwa. Mziki? Tuliza akili yako kwanza Nazila. Ili swala tutalimaliza na tutakuwa huru nakwambia. Ndio maana nitaka niwe na nikabu mimi. Nielewe rafiki yangu Nazila. Nikabu yako ni mimi na shujaa wako ni mimi pia. Ili swala nimekwambia nitalimaliza na nitalimaliza kwa mikono yangu. Utatumia mbinu gani? Nyumbani kwa dada yako kuna mauaji yalitokea. Na wewe unahusishwa na swala la mauaji. Hebu niambie ukweli mtoto. Wakati tukio linalokuhusu linatokea, dada yako alikuwepo, si ndio? Mwangalieni huyu. Anarudia swali ambalo jibu lake nilishampa. Sawa. Kwa hiyo naweza kukuhoji siku nyingine. Inasemekana wewe ni mtabibu wa kienyeji. Je, una kibali cha kazi yako? Yaani wewe ni polisi lakini hujui sheria. Mtoto wa chini ya miaka 18 anawezaje kuwa na kibali cha kazi wakati hata kitambulisho cha kazi atakuwa kuwa nacho? Wewe ndio unajifanya mpelelezi eh? Kwa mara ya kwanza leo nitaua na kuua. Huwezi kutishia amani sisi. Mungu wangu. Wewe Ndiyo mimi.